Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, na wakati huu tuelekee huko katika Mashariki ya Kati tukitazama Gaza baada ya kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na kundi la Hamas. Mapigano yamezuka tena kati ya vikosi vya Hamas na kundi la wanaukoo wenye silaha katika mji wa Gaza. Takribani watu 27 wameuawa katika mapigano makali kati ya vikosi vya usalama vya Hamas na watu wenye silaha wa familia ya Durmush katika mji wa Gaza, katika moja ya makabiliano makali zaidi ya ndani tangu kumalizika kwa operesheni za Israel katika eneo la ukanda wa Gaza. Wanachama wa Hamas waliokuwa wamejifunika nyuso walirushiana risasi na wapiganaji wa koo karibu na hospitali ya mji wa Jordan. Walioshuhudia wanasema afisa mkuu katika wizara ya mambo ya ndani inayoongozwa na Hamas alisema vitengo vya usalama viliwazingira na kushiriki katika mapigano makali kuwazuia. Wizara hiyo ilisema wanachama wake 8 waliuawa katika shambulio la silaha na wanamgambo. Duru za kimatibabu zilisema watu 19 wa ukoo wa Durmush na wapiganaji 4 wa Hamas wameuawa tangu mapigano yaanze siku ya Jumamosi. Taarifa zaidi zinaeleza kwamba sababu kubwa ya kundi hilo la familia ya Durmush kuamua kupambana na vikosi vya Hamas ni baada ya vikosi hivyo kutangaza kurejea kwa vikosi vyake karibia vikosi vya askari 7,000 ambao wamekuja kushika doria katika maeneo ambayo yalikuwa yakikaliwa na jeshi la Israel, ikidaiwa kwamba ukoo wa Durmush, moja kati ya koo kubwa katika eneo la ukanda wa Gaza, walihofia uwepo wa Hamas ungesababisha Israel kupitia jeshi lake la IDF kuchukua hatua nyingine ya kwanza kufanya mashambulizi katika eneo la ukanda wa Gaza. Walioshuhudia walisema mapigano hayo yalizuka katika kitongoji cha Tel Al-Hawa kusini mwa mji wa Gaza baada ya kikosi cha Hamas ambacho kilikuwa na wapiganaji zaidi ya 300 kuhama na kuvamia jengo la makazi ambapo watu wenye silaha wa Durmush walikuwa wamejikita. Wakazi walielezea matukio ya hofu, huku familia nyingi zikikimbia nyumba zao chini ya milio ya risasi, wengi wao wakihama makazi yao mara kadhaa wakati wa vita. Wakati huu watu hawakuwa wakikimbia mashambulizi ya Israel. Mkazi mmoja alisema walikuwa wakikimbia kutoka kwa watu wao wenyewe, kwa maana ya Hamas pamoja na ukoo huo wa Durmush. Ukoo wa Durmush, moja kati ya koo mashuhuri zaidi katika ukanda wa Gaza, imekuwa na uhusiano mbaya na Hamas kwa muda mrefu, na wanachama wake wenye silaha wamepambana na kundi hilo mara kadhaa siku za nyuma. Wizara ya mambo ya ndani inayoongozwa na Hamas ilisema vikosi vyake vinatafuta kurejesha utulivu na kuonya kwamba shughuli zozote za silaha nje ya mfumo wa upinzani zitashughulikiwa kwa uthabiti. Pande zote mbili zilibadilishana shutuma juu ya nani alihusika kuanzisha mapigano hayo. Hapo awali Hamas ilisema watu wenye silaha wa Durmush waliwaua wapiganaji wake 2 na kuwajeruhi wengine 5 na kusababisha kundi hilo kuanzisha operesheni dhidi yao. Hata hivyo, chanzo kutoka kwa familia ya Durmush kiliambia vyombo vya habari vya ndani kwamba vikosi vya Hamas vilikuja kwenye jengo ambalo hapo awali lilikuwa hospitali ya Jordan, ambapo familia hiyo ilikuwa imekimbilia baada ya nyumba zao katika kitongoji cha Al-Sabra kuharibiwa katika shambulio la hivi punde lililofanywa na Israel. Chanzo hicho kilidai kuwa Hamas ilitaka kufukuza ukoo huo kutoka kwa jengo hilo ili kuanzisha kituo kipya cha vikosi vyake hapo. Kundi la Hamas limewakumbusha wanachama wapatao 7,000 wa vikosi vyake vya usalama kudhibiti tena maeneo ya Gaza ambayo yameachiliwa hivi karibuni na wanajeshi wa Israel, kwa mujibu wa vyanzo vya ndani. Ripoti zinaonyesha kwamba vikosi vya Hamas vyenye silaha tayari vimesambazwa katika wilaya kadhaa, baadhi wakiwa wamevalia nguo za kiraia na wengine katika sare za buluu za polisi wa Gaza. Ofisi ya vyombo vya habari vya Hamas ilieleza na ilikanusha kuwa inapeleka wapiganaji mitaani. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.